Sielewi sana maisha unayopitia, lakini Mungu anataka ujifunze kutii. Mateso haya hayatakoma mpaka tujifunze kutii. Haya mateso kazi yetu ni kutaka tukamilishwe. Bwana anapoleta moto kazi yake ni kuchoma vitu ambavyo si vya kweli viondoke. Dhahabu inafanya kuwa safi kwa njia ya moto. Kwa hiyo sisi Bwana anataka kutusafisha na turuhusu sasa tunapitia majaribu mbalimbali, lakini hatujifunzi kutii. Yesu alijifunza kutii. Alipokamilishwa akawa sababu ya wokovu kwa watu wote wanaomtii. Hapa niseme nanyi kidogo. Tulio ndani yake tuko salama. Nadhani wapeleke nilipokuwa leo nataka nifundishe, tujifunze juu ya utii wa Yesu. Utii wa Yesu. Unajua Mungu alipoumba dunia hii katika utatu wao, ukawa na kitu ambacho wamekubaliana kwamba katika utatu wao kutakuwepo na mamlaka. Maana mamlaka hii ndio imeumba dunia hii tunayoiona. Na wakaumba pia viumbe wa aina mbili, wakaumba malaika, wakaumba pia na wanadamu. Na unapokuwa na mamlaka, malaika lazima kuwepo na anayetii mamlaka. Lakini malaika waliasi, wengine moja ya tatu waliasi. Na wanadamu pia wakaasi. Kwa mamlaka ya Mungu bado haikuweza kufanya kazi. Na kwa sababu katika mamlaka ya Mungu imeshindwa kufanya kazi katika viumbe walioumbwa, inabidi jambo lifanyike kwa sababu mamlaka haiwezi kuwepo bila anayetii mamlaka. Kwa hiyo inabidi tena, kwa sababu viumbe walioumbwa na Mungu wamekataa kutii mamlaka ya Mungu, ilibidi bado kwa njia ya aliyeumbwa mamlaka iweze, watu waweze kutii mamlaka. Ndio maana Yesu naye alikuja afanyike mwanadamu ili yeye awe kielelezo cha kufanya watu kutii mamlaka. Kwa hiyo kwa sababu viumbe walioumbwa watii mamlaka walikataa, ilibidi Mungu amlete Yesu kwa njia ya mwanadamu ili yeye awe kielelezo cha kutii mamlaka. Na kuja kwa Yesu hapa duniani haikuwa kitu rahisi sana. Sababu Mungu, Yesu ni Mungu. Yesu na Mungu wako sawa katika mamlaka, katika ukuu wao, katika uungu wao, wako sawa. Kwa hiyo ili Yesu aje hapa duniani, ndio maana Mungu aliuliza ni nani tumtume, lakini Yesu akasema mimi ni mtume. Sasa alipokuja hapa duniani Yesu angekuja kama Mungu, tungekufa wote. Sasa wakati fulani Musa alitamani kumuona Mungu. Mungu akamwambia ukiniona Musa wewe ndio umekufa hivi. Sasa ilibidi Yesu ashuke chini sana. Na kushuka kwake si kwamba Mungu alimshusha, hapana. Sababu Yesu na Mungu wako sawa. Kwa hiyo Mungu hana uwezo kumwambia, Mungu Baba hana uwezo kumwambia Mungu Mwana kwamba wewe shuka chini, hapana. Wote wako sawa. Yesu ilibidi yeye mwenyewe avue utukufu aliyokuwa nao kwa kukupenda wewe. Avue utukufu, mamlaka aliyokuwa nayo, heshima aliyokuwa nayo, ashuke awe mwanadamu. Na alipokuwa mwanadamu hakuishia hapo, akawa mtumwa. Akaosha watu miguu. Hakuishia hapo, akashuka sana. Akafa kifo cha aibu chenye maumivu na mateso, akitemewa mate na watu waliowaumba. Maana Yesu ndiye ameumba vitu vyote. Hata shetani aliumbwa na Yesu. Maana pasipo neno hakuna kitu kingefanyika. Lakini alishuka sana mpaka akafa kifo cha aibu. Sasa sisi wanadamu kutii bwana ni rahisi sana. Maana ilibidi kwanza Mungu Yesu alipakue uungu wake. Nilikuwa nasoma katika Wafilipi ambayo nitaifundisha sana, Wafilipi 2. Hebu tuangalie hapo, angalie. Kiswahili hakisemi vizuri. Nitasoma kidogo Kiswahili afu nitaenda Kiingereza. Hebu sikiliza Kiswahili kinavyosema. Tafsiri zingine sijazipitia vizuri sana, lakini tafsiri yangu inasema kidogo si safi sana. Japo inaleta lile wazo, lakini haisemi katika au tafsiri vizuri kama inavyotakiwa. Hebu tuangalie hapa mstari wa 4 wanapatia watatu, lakini nataka pale chini msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu anamhesabu mwenzio kuwa
akiwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Mstari wa 5. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo nia ndani ya Yesu Kristo. Nia gani hiyo? Hebu tuiangalie. Ambaye hapo mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Unaona hiyo? Sio kama Yesu alikuwa yu namna ya Mungu. Yesu alikuwa ni Mungu. Ndio maana nasema hapa kwa kuweka vizuri. Naye kuona kule kuwa sawa na Mungu kama kitu cha kushikamana nacho. Hapo walienda vizuri. Bali alijifanya kwa hana utukufu. Alijifanya. Akatoa namna ya mtumwa. Akawa na mfano wa mwanadamu. Hata alipoonekana na umbo kama mwanadamu. Unajua Yesu alinyenyekea kiwango ambacho mwanadamu wa kawaida ambaye bila ufunuo wa Mungu asingeweza kujua kwamba huyu ni Mungu. Unajua ni Mungu wasingemdhihaki. Alikuwa mnyenyekevu kiasi huwezi kujua bila ufunuo kwamba huyu ni Mungu. Alishuka akaacha enzi yake. Maana walikuwa na Mungu wako sawa. Hapo wanasema alifanya hapo utukufu, lakini si kweli. Hebu nisome katika Biblia ya Kizungu sikie. Mstari wa 5. Let this attitude, yani nia hii, and the purpose na kusudi, and the humble mind, na mawazo au nia ya kunyenyekea, be in you, iwe ndani yenu, which was in Christ Jesus, ambaye ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Let him be your example in humility. Awe mfano wenu katika unyenyekevu. Huyo Yesu. Sasa sikiliza maneno yanayofuatia hapa. Who although being essential with one God and in the form of God, ambaye kwa asili alikuwa mmoja na Mungu, na kwa mfumo, yani katika muundo wa Mungu, in the form of God, yani katika hali ya possessing the fullness of the attribute which made God God. Akiwa na zile sifa kamilifu zinazomfanya kuwa Mungu. He did not think this. Hakujali hiki. He did not think this equality to God was a thing to be eager to grant. I already tell. Kule kwa na Mungu hakuwa na kitu cha kushikamana sana cha kung'ang'ania. But he stripped himself. Bali alijivua mwenyewe. All the privilege and the right he did. Alijivua utukufu wote na zile haki zote za uungu. Alijivua so as to assume the grace of a servant. Ili sasa aweze kubeba ile hali ya utumwa. Mtihani utumishi au mtumwa. In that he became like a man and was born as a human being. Na akawa mwanadamu, akazaliwa kama mwanadamu. Alijivua yeye mwenyewe, kwa sababu Mungu asiweza kumvua. Alijivua mwenyewe, akatoa uungu wake, akatoa mamlaka yake, akatoa heshima yake, alafu akaamua kuwa mtumwa. Alafu akaamua kuzaliwa kuwa mwanadamu. Unajua hilo ni jambo gumu sana. Ambapo kwa kutii bana ni rahisi. Mungu kuwa mwanadamu aliyemuumba. Yaani hiyo haujanielewa. Unajua hii nyumba tumeitengeneza sisi. Hivi mimi naweza kujifunza kweli mfano na hii nyumba kweli. Elewa Yesu alifanya jambo gumu ambalo si la kawaida. Kuwa mwanadamu aliyemuumba, maana Yesu ndiye amemuumba mwanadamu. Akaamua kuwa mwanadamu. Hakuishia hapo. Akashuka mpaka akawa mtumwa, kaosha watu miguu. Akashuka kama kifuta hivi. Unyenyekevu wa kiasi gani hicho? Wewe unaweza kujipimaje hapa? Alafu kumbuka alipokuja hapa duniani, alikuwa utukufu wake. Hakuja na Yesu na utii hapa. Yesu hakuja na utii hapa. Alikuja hapa akiwa mtupu. Yeye utii alijifunza hapa duniani. Na utii alijifunza kwa njia gani? Hebu tusome hapa nimalizie hapo. Nitakuja kufundisha zaidi. Hebu tuende katika Waebrania. Yesu alikuja hapa hakuja na utii hapa, hapana. Alikuja hapa akiwa yuko tupu kabisa kama mwanadamu. Sasa yeye alikuwaje? Hebu tuangalie. Waebrania 5 mstari wa 7. Yeye Yesu siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu.
na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso yaliyompata. Na alikwisha kukamilishwa kwa sababu ya wokovu kwa milele kwa wote wanaomtii. Kisha alitajwa kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Yesu alijifunza kutii kwa mateso yaliyompata. Hakuja hapa na utii tu kabisa, alijifunza kutii kwa mateso. Mateso yalipokuwa yanaongezeka kwa Yesu yanafanya endelea kushuka zaidi na kutii. Kitu ambacho leo kinakosekana kwa watu wengi. Watu wengi pamoja kwamba wamekuwa na mateso miaka mingi sana, mpaka leo hawajajifunza kutii kwa mateso wanayopata. Na ndio maana majaribu ya watu wengi ni yale vizazi nenda kinyume. Kwa sababu siku zote mateso yataongezeka mpaka ujifunze. Hebu nimalizie kwa kusema maneno haya. Unajua chuma huwa ili kiweze kuwa na sura nzuri ni lazima kiwe laini. Na ili kiwe laini lazima kichomwe kwa moto. Na Biblia inasema msione ajabu majaribu yanayopata kama moto. Huwa tunapata majaribu. Kwa nini Mungu anaturuhusu majaribu? Mungu anataka tuwe laini. Lakini kwa sababu hatui laini, moto utazidi kuongezeka. Na ndio maana wengine mateso na majaribu yao ni yale kizazi nenda rudi. Kama ni jaribu la ndoa, hakuna hata siku moja mwahi kujifunza kunyenyekea. Na kila siku jaribu ni hilo. Moto unaongezeka lakini hujifunzi kutii. Unachomeka kuungui laini. Moto utaongezeka bado. Hautaachwa. Wewe utazidi. Yesu yeye alipokuwa anaona mateso yanaongezeka, yeye anazidi kushuka chini kunyenyekea. Anazidi kuwa laini. Wewe utaki kuwa laini. Ni mgumu, mbishi. Ni mbishi. Wewe unajifanya ni bwana tu. Na kuambia utaumia. Utaumia mpaka utakapojifunza. Yesu alijifunza. Mateso hayakuchochea Yesu kulalamika, wala hayakumchochea Yesu kunung'unika. Leo watu wananung'unika kwa sababu hawajajifunza. Ndio maana unasema sana kwa sababu unaongea sana, unalipiza sana kwa sababu hujajifunza. Lakini Yesu hakuchochewa na kuzungumza chochote wala kulalamika. Yeye mateso kiongezeka anazidi kushuka. Anazidi kuwa laini. Unajua hii miti mikubwa, wakati upepo unapopita, miti mikubwa kama hii ndio inamolewa. Lakini ile miti laini mara nyingi yenyewe inapelekwa na upepo. Maana kama unaenda kuanguka, upepo ukipita unarudi kusimama. Sasa ni laini. Lakini watu wengi ni wagumu na hawataki kukubali kutii. Na kama ukubali, moto utaendelea kuongezeka mpaka utakapokubali kuwa laini. Sielewi sana maisha unayopitia, lakini Mungu anataka ujifunze kutii. Mateso haya hayatakoma mpaka tujifunze kutii. Bwana tusaidie sana tuweze kujua haya mateso kazi yetu ni kutaka kukamilishwa. Bwana anapoleta moto kazi yake ni kuchoma vitu ambavyo si vya kweli viondoke. Dhahabu inafanya kuwa safi kwa njia ya moto. Kwa hiyo sisi Bwana anataka kutusafisha na turuhusu sasa tunapitia majaribu mbalimbali, lakini hatujifunzi kutii. Yesu alijifunza kutii. Alipokamilishwa akawa sababu ya wokovu kwa watu wote wanaomtii. Kwa hiyo ina maana hii, wale wote ambao ni wafuasi wa Yesu au wamejawa na Yesu lazima wao wa kwanza kuwa watiifu. Maana kanuni ya Yesu ni kutii. Sasa wewe utakuwa ni mfuasi wa Yesu na utii na Yesu yuko ndani yako na yeye anitia yuko hapa duniani. Kwa hiyo sasa tunakutana na Yesu wakati hatuna Yesu ndani ya maisha yetu. Ile mko na